Mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu anadaiwa kushikiliwa na jeshi la polisi mkoani Ruvuma muda mchache baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara uliofanyika wilayani Mbinga mkoani humo. Bado mpaka sasa haijafahamika chanzo cha Lissu pamoja na walinzi wake wawili, kada mmoja wa chama aliyefahamika kama Shija Shebesh, kushikiliwa na polisi baada ya kutoa vurumai baina ya wananchi na jeshi la polisi. Hata hivyo, kamanda wa polisi mkoani Ruvuma Marco Shilia amesema kuwa yupo katika ufuatiliaji ili kuthibitisha kuwepo kwa taarifa hiyo. Awali akizungumza, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia amedai Lissu amekamatwa muda mfupi baada ya kushuka jukwani alipomaliza kuhutubia mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa Mbinga sokoni. Lissu na viongozi wengine akiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho Bara John Heche wapo kanda kusini kunadi ajenda ya no reform no election, wakishinikiza serikali kufanya mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi ili uwe haki kwa vyama vyote. Ziara hiyo katika mikoa ya kusini inayoundwa na Lindi, Mtwara na Ruvuma ilianza Aprili 4, 2025 na inatarajiwa kuhitimishwa kesho Alhamisi kwa mkutano hadhara Songea mjini. Nimekuja, tumefanya mkutano wa amani. Hebu nisikilize basi. Nisikilize basi. Tumefanya mkutano wa amani hapa. Tumefanya mkutano wa amani. Tumemaliza kwa amani. Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na ya CCM wanaowatuma. Mimi hapa naelewana. Sasa amesema nisiingie kwenye gari. Nisiingie kwenye gari. Amna. Si tunakukataza kuingia kwenye gari? Atalala hapa. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Talala. Tusichezeane. 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 Hatujazungumza ya mapolisi. Hawa. Waulizeni wasipokuwa na uniform, waulizeni hivi unapoenda kupokea mshahara afande, wanakukata kiasi gani? Asipolia uje uniambie. Wanakatwa hela zao. Mimi baba yangu mdogo alikuwa askari, alipofariki alizikwa na serikali. Mapolisi wa miaka hii wanazikana wenyewe. Akipokea mshahara amekatwa hela ya mfuko wa kuzikana. Unaitwa mfuko wa kufa na kuzikana. Yaani wanachanga hela ili akifa, kwa sababu serikali haiwajali, haiwaziki tena, kuwe na hela ya kumtafutia gari apelekwe kwao. Halafu ukiambiwa wapige hao na wapige. Ukiambiwa wavurukie mkutano wao na tuvurukie mkutano wetu. Na hapo bado hawajastaafu. Hapo bado hawajastaafu. Unafanya kazi miaka 30 afande. Miaka 30. Siku unastaafu umezeeka, una hiyo combat una hiyo gwanda la kuwatisha watu. Ukienda kutafuta pensheni yako unakutana na kitu kinaitwa kikokotoo. Hicho kikokotoo ni mauti kwa maaskari waliostaafu. Ni mauti kwa wafanyakazi wa nchi hii wanaostaafu. Umefanya kazi miaka 30, unapewa pensheni ya miaka 10,
Miaka 20 nyingine serikali inakuambia hii tutakutunzia. Tukikupa yote utaenda kulewea, utaishiwa baada ya siku 2. Au utaenda kuoa wake wengi. Hii serikali inamtunzia nani hela? Hawa kina Majaliwa wanamtunzia nani hela hawa? Bwana, unapewa za miaka 10, haitoshi kujenga, haitoshi kununua shamba, unaanza kuhangaika. Siku 2 zimeisha. Unawarudia walikuambia wamekuwekea. Sasa hizo huna uniform, unaambiwa wewe mzee toka hapa. Ukisema jamani mimi ni askari mstaafu, unaambiwa haijalishi tutakuitia askari sasa hivi. Unaleta fujo. Unaambiwa ile maneno yao anasema nini? Fuata utii bila shuruti wewe. Unatoka nje, huna pa kwenda. Unaanza kutafuta ndugu ambao hukuwa unawatafuta ulipokuwa kazini. Na wanakuuliza wewe ndio leo unagundua una ndugu. Unapata pressure, unaanguka, unakufa, unaanza kutafuta wachawi. Huyu lazima amelogwa huyu. Hujalogwa, umeshughulikiwa na kikokotoni. Sasa sisi tunawatetea. Kukiwa na wabunge wengi wa upinzani, kelele itakuwa kubwa, haki zenu mtapatiwa nyie maaskari. Kukiwa na nguvu, kukiwa na sauti ya upinzani bungeni, wataacha kuwachezea. Kwa tunachokisema hapa sio nafuu kwa wananchi wa kawaida, ni nafuu kwenu maaskari, ni nafuu kwa waalimu. Waalimu ndio punda wa mizigo wa utumishi wa nchi hii. Ukiona mwalimu amechakaa, halafu ikifika uchaguzi ndio wa kwanza kuiba kura pa CCM. Kwa ndugu zangu, naomba nimalizie. Na nimalizie kwa kurudia kwenye ile hoja ya Mheshimiwa Lema ya tone ya kuchangia. Hivi mnafikiri ndugu zangu wanachingwea, mnafikiri nimelipwa kiasi gani kuja Nachingwea? Mnafikiri nimelipwa mamilioni mangapi labda? Tunahangaika. Gari sio ya chama, ni gari ya kwangu. Hiyo niliyopigwa nayo risasi. Hiyo mkaione. Sasa tunahangaika. Gari ni ya kwetu, ya kwangu. Mafuta nitafute mwenyewe. Kula nitafute mwenyewe. Kulala nitafute mwenyewe. Maji nitafute mwenyewe. Na Mheshimiwa Lema na kila mtu tuliye naye hapa. Hii kazi mkituachia peke yetu, mnafikiri itafanyika? Kwa tunawaombeni mchangie. Tunaita tone. Tone moja la mvua lina maana? Moja halina maana. Yakiwa mengi yanaitwa mvua. Na mvua ndio inaleta chakula, au sio? Sasa hiyo 500 yenu, ikiwa ni 500 ya mtu mmoja, kama ni ya mtu mmoja haina maana, haitatufikisha Masasi. Lakini ikiwa ya watu wanachingwea kama mlivyo leo hapa, nafikiri kuna zaidi ya watu 10,000 hapa. Hebu fikiria, katika wote mlioko hapa, mkitoa 1,000, kesho hatuendi Tunduru? Kesho kutwa hatuendi Songea? 1,000 itawaletea umaskini kiasi gani? Kwa tunawaomba sana mchangie. Kila mtu aweke mkono wake kwenye hii kazi. Kila mtu aweke baraka zake, au nakosea? Kila mtu aweke baraka zake, aweke mkono wake, aweke tone lake. Tutengeneze mvua ya ukombozi. Na mapolisi vile vile. Si mapolisi na nyie mna mchina?
changia, hawatagundua. Au tumia ndugu yako au mtoto wako achangie. Na asiyekuwa na simu tuletee hata hapa. Sawa sawa, kila mtu aweke baraka zake. Mmenielewa jamani? Nikipeleka kofia yangu huko mtaweka chochote? Mheshimiwa Lema, wewe ngoja kofia hii tuanzie hapa. Mheshimiwa Lema, Mheshimiwa Mayala, Mheshimiwa Mwamoto, Mheshimiwa Moto, sio Mwamoto, Mahavi Moto. Aya, endeni huko mkapate baraka za wananchi wa Nachingwea. Weka baraka yako, weka chochote ulicho nacho, tutapata ya mafuta. Sawa sawa jamani? Wewe Mheshimiwa Lema, mbona unachelewa? Au mimi ndio nije? Na mimi nakuja. Na mimi nikija ndio zitatoka upesi. Sawa jamani?